Mheshimiwa Spika, kwa upande wa mapambano dhidi ya rushwa, serikali imeendelea kutekeleza mikakati ya kitaifa ya kupambana na rushwa, kuweka mkazo kwenye kuzuia na kupambana na vitendo vya rushwa na uhujumu uchumi. Aidha, serikali imeendelea kufanya uchunguzi na kudhibiti vitendo vya rushwa. Kutokana na jitihada hizo, kiasi cha shilingi bilioni 60.231 zimeokolewa. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 60.38 zimerejeshwa serikalini na shilingi milioni 192.88 zilirejeshwa kwenye miradi, huduma na wananchi waliodhulumiwa. Matokeo ya juhudi hizo yameleta nidhamu, uadilifu na uwajibikaji katika utumishi wa umma. Pamoja na matokeo hayo mazuri, kwa mara nyingine nimeelekeza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kuweka mikakati ya kuzuia vitendo vya rushwa badala ya kusubiri vitendo hivyo vikasababisha madhara. Wahenga walisema tahadhari kabla ya hatari, wakiweka msisitizo kuzuia badala ya kusubiri athari zijitokeze. Licha ya kuendelea kutekeleza kikamilifu suala la usimamizi wa tamko la rasilimali na madeni kwa viongozi wa umma, baadhi ya maeneo yana mianya mingi inayoleta ukosefu wa maadili. Mheshimiwa Spika, maeneo hayo ni pamoja na ununuzi wa umma, makusanyo ya mapato, makadirio ya kodi, mikataba na utoaji wa leseni za madini, sekta ya ardhi, wajumbe wa zabuni na ukaguzi na udhibiti. Baadhi ya watumishi katika maeneo hayo hawawajibiki na sheria ya maadili. Kwa maana nyingine, wao wanajaza ahadi ya uadilifu, wanajaza fomu ya ahadi ya uadilifu. Mheshimiwa Spika, hatuchukii watu kutajirika, lakini kwa sababu ya mianya hii ndio maana unaona watu wengine wanafanya kazi mpaka wanazeka, maisha yao yako vile vile, wengine hata probation hawajamaliza wanamea, kwa sababu hawalazimiki kujaza walichonacho. Kama ni urithi, wanapataga urithi pale tu wanapoanza kukusanya mapato ya serikali. Tumesema baadhi ya watumishi wa maeneo hayo hawawajibiki na sheria ya maadili. Nimewaelekeza sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma ifanye marekebisho ya sheria na kanuni ili kujumuisha watumishi hao kujaza fomu na matamko ya rasilimali na madeni, ili kuweza kufuatilia mienendo ya watumishi wote wanaofanya kazi kwenye maeneo ambayo yanakithiri kwenye vitendo vya rushwa. Katika mwaka 2026-2027 serikali itaendelea kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa. Mheshimiwa Spika, ni ukweli usiopingika, ukichukua diwani na mbunge pamoja na baadhi ya viongozi wengine, awe naibu waziri au nani, hayuko exposed kwenye maeneo ya rushwa kama yule aliyeko kwenye ununuzi wa umma, makusanyo ya mapato, makadirio ya kodi, mikataba mbalimbali, leseni za madini, sekta ya ardhi, wajumbe wa zabuni, pamoja na maeneo mengine yote yanayogombaniwa na wale wanaotafuta maslahi katika maeneo hayo. Kwa hiyo kupeleka fomu hii kwa mbunge, diwani, naibu waziri, sijui nani huko wenye vyeo vya kisiasa ni kupotosha ukweli kwamba yapo maeneo ambayo watu wanapiga rushwa, na hayo maeneo ndio yanatakiwa yapelekewe rangi ya hatari ya fomu ya kujaza. Haya mambo lazima tuyaendee na macho makavu kama yalivyo. Najua ni mambo yanayochukiza, lakini lazima wawepo watu wa kusacrifice kwa ajili ya nchi hii. Lazima haya yafanyike ili kuweza kudhibiti mianya hiyo. Katika mwaka 2026-2027 serikali itaendelea kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa kwa kuziwezesha taasisi za utawala bora, maadili, uwajibikaji kutekeleza majukumu yao, na vile vile itaendelea kuimarisha mifumo ya kisheria na kitaasisi ili kuongeza ufanisi wa kukabiliana na rushwa hapa nchini. Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais, amelitekeleza hilo kwa vitendo. Na mimi niwatoe hofu wa Tanzania kwamba wanapoona masuala haya yanajitokeza ni kwa sababu Mheshimiwa Rais ameimarisha utendaji kazi wa kitaasisi. Sio kila mwananchi angeweza kugundua sehemu iko rushwa, sio kila mwananchi angeweza kugundua sehemu mradi ulikotekelezwa chini ya kiwango, sio kila Mtanzania angeweza kugundua sehemu fedha zimeibiwa. Mheshimiwa Rais ameongezea taasisi zetu hizi za ukaguzi fedha na meno, na akazifanya zikague miradi ili hali miradi ikiwa inaendelea,
ili zile taasisi zingine za kisheria ziweze kuchukua hatua. Serikali itaendelea kuimarisha juhudi za kukabiliana na dawa za kulevya kupitia mikakati mbalimbali. Mikakati hiyo inalenga kupunguza upatikanaji, uhitaji, madhara na matumizi ya dawa za kulevya. Na vile vile serikali imeendelea kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kimataifa katika kukabiliana na dawa za kulevya. Kupitia utekelezaji wa mikakati hiyo, serikali imefanikiwa kukamata kilogramu 360,479 za aina mbalimbali za dawa za kulevya zilizohusisha watuhumiwa 5,776. Dawa za kulevya zilizokamatwa ni pamoja na bangi, mirungi, sikanka, heroin, cocaine, dawa tiba zenye asili ya kulevya na kemikali. Katika mwaka 2026, serikali itaendelea kuimarisha juhudi za kukabiliana na dawa za kulevya na ushirikiano wa kikanda ili kuweza kudhibiti na kuongeza kasi ya mapambano ya dawa za kulevya. Undani wa taarifa hii upo katika aya 240 hadi 245, na niwapongeze sana wenzetu wa TAKUKURU pamoja na wenzetu wa madawa ya kulevya kwa kazi kubwa ambayo wamefanya.